Angalia, dada huyu ameoleka kwa ndugu wa kwanza, ndugu akaaga. Alipoaga ikawa kwamba hajapata uzao na yule ndugu, ikapatikana pia katika ile familia ndugu wa pili pia naye, na mpaka wote 7 wakaweza kuangamia, wakaweza kuaga dunia. Kwa hivyo unapata ya kwamba ni jambo ambalo lilikuwa linajirejelea katika familia. Na ndio sababu nikawa nahisi ya kwamba katika moyo wangu tuweze kuangalia kwa undani. Kuna mambo kadha wa kadha ambao unapata ya kwamba katika familia yetu yanajirejelea. Unapata ya kwamba ilitendeka kwa baba, imekuja imetendeka kwa kijana, imekuja imetendeka hata kwa mjukuu. Na unapata ya kwamba bado itaendelea tu hivyo hivyo. Lazima jambo lije likapatikana, ama suluhisho lije lipatikane, na ndio lile jambo likaweze kukatika. Nikawa nasema ya kwamba katika familia zetu kuna mambo mengine unapata ya kwamba wakati mwingine tumeyachukulia ni kama kawaida. Kuna watu ambao nimepatana nao wanakuambia hapana, hii ni ya ukoo wetu. Huwa inatendeka hivyo. Imefika mahali tumekubaliana, lakini ndio nikawa ninajaribu kuleta ya kwamba tukaweze kuelewa ya kwamba mambo mengine si kawaida tu. Tuna uwezo wa kuyasimamisha. Kuna uwezo wa kukuja kupiga break. Nikawa nasema dada Ella, kuna familia ambazo utapata ya kwamba katika hizo familia kuanzia kwa msichana mkubwa hadi kwa msichana mdogo wamefikisha umri wa kuoa. Wote utapata ya kwamba wakuoleka, unapata ya kwamba huyu wa kwanza alienda akaingia katika ndoa, akarudi nyumbani ako na watoto 2. Wa pili vile vile akaenda akaingia katika maisha ya ndoa, akarudi na mtoto mmoja. Mwingine akaenda na hata hakupata mtoto akatoka. Mwingine ako katika hata ndoa, lakini ni ndoa bado inayumba yumba. Kwa hivyo unapata ya kwamba hata mama yao pia ndoa yake na baba bado haikuwa katika hali nzuri. Kwa hivyo unapata kwamba ni jambo ambalo limefanyika msururu katika familia. That's what we call family pattern. Na nikawa nasema ya kwamba palikuwa na Abraham ambapo alikuwa na mkewe ambaye ni Sarai. Ikafika mahali walipokuwa wanasafiri, wakafika kwenye mfalme fulani. Mfalme huyu akamuona kwamba huyu dada ni mzuri sana ambaye ni Sarai. Abrahamu akaweza kumdanganya yule mfalme, huyu ni umbu langu, kwa maana kwamba huyu ni dadangu. Na baada ya miaka mingi wamekuja wamempata mtoto ambaye ni Isaka. Isaka anafanya jambo lile lile ambalo baba aliweza kulifanya. Kwa hivyo unapata ya kwamba ni jambo ambalo linajirejelea katika ile familia. Na ndio sababu tunasema ni family pattern. Kuna watu ambao unapata ya kwamba kwa sababu moja au nyingine aliweza kuachia masomo barabarani. Na inapatikana ya kwamba baba amezaa mtoto, si kwamba hana pesa anazo, lakini mtoto inafika tu mahali kiburi kinainuka. Inafika tu mahali anambia babake hata sioni haja ya masomo. Ni kwa sababu gani? Naweza sema ya kwamba kuna vile ambavyo ule msukumo uliyekuwepo wakati wa baba unakuja unainuka ndani ya kizazi. Kwa hivyo ni jambo ambalo linafuata kutoka kizazi hadi kizazi kingine. Hadi itakapopatikana mtu kwa kizazi fulani na akaweze kugundua hili jambo limekuwa likifanyika, lazima tuweze kulisimamisha. Kitabu cha Zaburi 24 mstari wa 7, ambapo tukiangalia pale kuna vile ambavyo maandiko yanasema. Na ninaweza sema ya kwamba iwapo mtu ako pale ananisikiliza, kuna mambo ambayo yanatendeka, ni vizuri kusimama na hicho kitabu, na naamini ya kwamba Mungu ataweza kukomboa ile familia. Sijui kama umepata dada Ella. Zaburi 24 mstari wa 7. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Inukeni, enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Amina. Wachia tu hapo. Biblia inasema kwamba inueni vichwa vyenu enyi malango, kumaanisha kwamba katika maisha yetu kuna malango yanawekwa. Katika familia zetu kuna malango yanawekwa, kwa maana kwamba familia inawekewa malango. Ni hawa huwa wanafika tu mahali fulani, they don't go beyond that place. Sasa lazima kupatikane mtu katika ukoo atakayefika mahali na aseme
enyi malango lazima muinue vichwa. Kwa sababu tunaambiwa kwamba Biblia inasema kwamba aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko yule ambaye ako duniani. Na utapata dada Ella, aliye ndani mwetu ni nani? Ni Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Yeye akiwa ndani mwetu, basi tuna uwezo. Na ndio sababu wakati haya malango yanauliza, ni nani huyo mfalme wa utukufu? Una uwezo wa kutangaza ya kwamba huyu ni mfalme. Kwa sababu gani? Ako ndani mwako. Ni wewe unataka kupita, ndio, lakini uko na mfalme. Niseme hivi dada Ella, labda unataka kuingia kwa kituo cha polisi wakati mwingine, ama niseme unataka kuingia kwa afisi yoyote, labda kwa afisi ya governor, kuna maaskari wako pale. Wakati mwingine ukitaka kuingia, watakuangalia, watakutazama, wakwambia hapana, tulia kwanza. Sijui kama labda una miadi na yule appointment. Iwapo nitakuja na rais wa nchi yetu, nimembeba kwenye, hata kama ni pikipiki, wataona rais, hata wale maaskari watapiga salute. Watapiga saluti. Kwa sababu gani? Sio mimi. Na unajua mimi nitapokea ile saluti. Bila shaka nitaipokea. Kwa sababu gani? Nimembeba. Rais yuko nyuma. Haleluya. Kuna mtu ninanena na yeye pale. Chukua huyu mfalme wa utukufu. Kuja kwenye malango. Ambia malango ya kina baba yangu, malango ya kina babu, malango ya kina shangazi, malango ya wajomba, inueni vichwa. Mfalme wa utukufu akaweze kupita. Na nataka nikuambie, kama kuna any pattern, zitavunjika zote. Siku ya leo hao ambao unatusikiliza, sijui ni kipi hicho ambacho mmekubaliana nacho katika familia yenu. Wanaume wanaoa na kuacha. Ndoa wako ndani, yani na kwa kwamba mtu yuko tu. Hakuna watu ambao wameajiriwa katika kazi za serikali. Hakuna watu ambao wamewahi endelea. Kama kuna mtu amewahi jaribu kujenga nyumba, ni nyumba tu ya semi permanent. Hakuna nyumba ambayo ni ya aushi, permanent house katika familia yenu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya family pattern. Sisi huwa tunafika tu hapa. Siku ya leo tunatangaza malango yanainua vichwa. Amen. Amen.